بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العشر الأواخر وليلة القدر، kumi la mwisho na usiku wenye cheo. Al-ashru al-awakhir, kumi la mwisho, wa lailatul qadri, na usiku wa cheo, usiku wenye kadri, wenye utukufu. Mtunzi anazungumzia kumi la mwisho kwa maana mwishoni mwa Ramadhani. Hii sasa Ramadhani iko mwishoni, imebakia 11, ndilo ambalo analizungumzia. يقول المؤلف: العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة. kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan ndio miusiku bora zaidi katika mwaka. Al-ashru al-awakhir min Ramadhan, kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan, afdalu layali as-sana, ndio miusiku bora zaidi katika mwaka. Ndani ya mwaka mzima ukitafuta zile nyakati za usiku zilizo bora, basi ni zile nyakati za usiku wa kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kama vile ambavyo ndani ya mwaka mzima michana iliyo bora zaidi, basi ni ile michana 10 ya mwanzo katika mwezi wa mfungo 3 Dhulhijja, masiku 9 yale ambayo ya 10 yake inakuwa ni siku ya Eid. Michana yake ni bora kuliko michana yote ya dunia. Ama kwa upande wa usiku, 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, nyakati zake za usiku ni bora kushinda miusiku yote ndani ya mwaka. Kisha anasema mtunzi: fa'ala al-muslim, basi ni juu ya Muislamu, an yajitahida fiha, kujitahidi ndani ya kumi hilo la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Ndani ya miusiku hiyo ajitahidi kiibada, wa yatafaragha lilibadati, na ajitenge kwa ajili ya ibada, atafute faragha, ajitenge kwa ajili ya ibada. Min salatin, ambayo ibada yenyewe ni swala, wa Qur'anin, na Qur'ani, wa dhikrin, na utaji wa Allah. Wa yatafaragha lilibada, na mtu ajitenge kwa ajili ya ibada, apate muda akae awe anamfanyia Allah ibada tofauti. Min salati, ambayo ni swala, apate muda wa kuswali mtu swala za faradhi, swala za sunna. Wa Qur'ani, na vile vile Qur'ani mtu apate muda ajitenge aisome Qur'ani, aihitimishe. Wa dhikrin, na utaji wa Allah, awe anafanya adhkari ambazo zimewekwa katika sheria za asubuhi, za jioni na nyinginezo. Mtu ajitahidi, ajipinde, atafute faragha kwa ajili ya ibada ndani ya kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. فعن عائشة رضي الله عنها قالت, kutoka kwa Aisha Allah amridhia amesema: kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mjumbe wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake, yajitahidu fil ashri al-awakhir, alikuwa mtume anajitahidi ndani ya kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan, ma kiasi ambacho la yajitahidu fi ghairihi, hajitahidi kiasi hicho katika mwezi usiokuwa huo. Kana Rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah swalla na salamu ziwe juu yake, yajitahidu fil ashri al-awakhir, anajitahidi mno kiibada ndani ya kumi la mwisho wa mwezi wa Ramadhani, ma kiasi ambacho la yajitahidu, hajitahidi kiasi hicho fi ghairihi, katika mwezi usiokuwa huo. Pamoja na wingi wa ibada zake mtume alikuwa akifanya ibada, qiyamul layli hakimpiti,
lakini linapoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani alikuwa kasi yake ni kubwa mno ya kiibada, anajitahidi zaidi kushinda kiasi ambacho na kiwango anachokifanya katika masiku ya kawaida 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Rawahu Muslim. Kisha akasema wa anha, na kutoka kwa huyo Aisha radhiyallahu anha, Allah amridhia, qalat, amesema Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume sala na salamu ziwe juu yake, idha dakhala al-ashru, pindi linapoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Idha dakhala al-ashru, pindi linapoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, shadda mizarahu, huikaza vyema nguo yake ya chini. Shadda mizarahu, huikaza vyema, kwa maana huikaza sana nguo yake ya chini. Wa ahya laila, na anahuisha usiku wake. Kila usiku ukifika anauhuisha, kwa maana anakesha kwa ajili ya ibada. Wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha jamaa zake. Wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha jamaa zake. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru, pindi linapoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, siku 10 za mwisho za Ramadhani, kuanzia mwezi 21 mpaka kumalizia, mtume alikuwa hali yake shadda mizara, huikaza vyema nguo yake ya chini. Ile nguo yake anovaa chini anaikaza vizuri, sasa anaifunga sawa sawa. Wa ahya laila, na anauhuisha usiku wake. Kila usiku unapomfikia ndani ya 10 la mwisho anahuisha, anakesha kwa ajili ya ibada, hakuna kulala. Wa aiqadha ahla, na alikuwa anawaamsha jamaa zake. Wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha jamaa zake. Al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari anasema mtume nini Aisha aliposema shadda mizara, nini maana ya shadda mizara? Hukaza vyema nguo yake ya chini. Maana yake i'tazala nisaa, anawatenga, anawaepuka wanawake, ndio maana yake. Shadda mizara, huikaza vyema nguo yake ya chini. Maana yake i'tazala nisaa, huwaepuka wanawake. Tena hana ukaribu na mke hapo ni ibada tokea kuanza kwa usiku mpaka kumaliza usiku, hana ukaribu na mke ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ndio maana shadda mizara. Lakini vile vile al-Hafidh Ibn Hajar akamnukuu al-Imam al-Khattabi, akasema al-Imam al-Khattabi, wa yahtamilu an yurada at-tashmiru wal-i'tizalu ma'an, na vile vile yawezekana ikawa makusudio yake aliposema shadda mizara, makusudio yake huenda at-tashmiru, ni kushamiri mno katika ibada mtume, wal-i'tizal, na kuepuka wanawake. Ma'an, hayo yote mawili yanawezekana. Alikuwa akiwaepuka wanawake wake zake, lakini alikuwa kishamiri zaidi katika ibada. Zile ibada zinashika kasi kubwa ndani ya 10 la mwisho la Ramadhani, ndio maana shadda mizara, anaikaza vyema nguo yake ya chini, hakuna kuivua kwa ajili ya mke wala kwa ajili ya kitu chochote, ni mwendo wa ibada tu 10 lote la mwisho. Wa ahya lailahu, anahuisha usiku wake. Wa aiqadha ahlahu, kisha mtunzi anayatafsiri maneno yaliyotumika kwenye hadithi, anasema wa shadda mizara, na maana ya neno shadda mizara isharatun ila aljiddi fil ibada, hii ni ishara ya kujipinda katika ibada. Aliposema shadda mizara, maana yake hii ni ishara ya kujipinda katika ibada. Mtume alikuwa anajipinda mno katika ibada. Wa'tizali nisa, na kuwaepuka, kuwatenga wanawake, yani kuachana nao katika malazi, alikuwa akihuisha usiku wake. Na aliposema Aisha wa ahya laila, mtume alikuwa akihuisha usiku wake, ai maana yake bisahari, anahuisha kwa kukesha, liliibada, kwa ajili ya ibada. Napoingia usiku hakuna kulala tu, usiku mzima mtume yumo ndani ya ibada. Wa aiqadha ahlahu,
na huamsha watu wake, maana yake liyusallu minal layli, ili waswali hao jamaa zake wakati wa usiku. Haikuwa ni yeye tu akiamka usiku anakesha kwa ajili ya ibada, anawaamsha na jamaa zake, kuanzia mkewe na watoto wake wote wawe macho kiibada, wamwabudie Allah, wasilale. Kama kulala ni sehemu ndogo, kama ile aliyomwambia Mtume qumil laila illa qalila, na nisimama usiku isipokuwa sehemu ndogo katika usiku. Ni kiasi cha kupumzisha mwili tu, lakini sehemu kubwa ilikuwa ni ibada, hasa inapokuwa katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kisha akasema mtunzi, wa yushra'u fi hadhihi layali. Lakini sisi 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani tufanyaje? Sisi ndo tunalala hasa, kwa sababu mchana tutashughulishwa na kutafuta hela ya sikukuu za siku za Eid. Kifika usiku mwili umechoka, huna qiyamul layli, huna tarawehi. Afadhali pasiwe na mipira, lakini pakishaingia mipira ndio kabisa hakuna qiyamul layli wala hakula kukesha. Hapo ni kuangaliwa hizo mechi zinazoitwa dabi. Usiku mzima watu wanaswali msikitini, sauti zinasikika, ibada tofauti, saa 8 saa 9 tahajjud. Wengine wapo kwenye sehemu za mipira, wanashangilia, wanatukana na kamari juu yake, wenyewe wanaita kubeti ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni hasara kubwa sana. Wa yushra'u fi hadhihi layali, anasema mtunzi, na panawekwa sheria ndani ya miusiku hii ya 10 la mwisho la Ramadhani, al-i'tikafu, kukaa itikafu, waluzumul masjidi, na kulazimiana na msikiti. Panawekwa sheria ndani ya miusiku hii ya 10 la mwisho, al-i'tikafu, mtu kukaa itikafu msikitini, waluzumul masjidi, na kulazimiana na msikiti, asitoke msikitini ndani ya 10 la mwisho. Hichi pia kinawekwa sheria na kupendezeshwa. Kwa nini? Iltimasan lilailatul qadr, kwa ajili ya kuutafuta usiku wa lailatul qadr. Mtu afungashe kutoka kwake na virago vyake na mizigo 10 hili na kwenda kuishi msikitini. Mchana usiku, kifika usiku ni ibada tu, mchana ni ibada. Lengo iltimasan lilailatul qadri, ni kwa ajili ya kuutafuta usiku wa lailatul qadri ndani ya 10 la mwisho la Ramadhani. Kwa maana hii misikiti 10 la mwisho iwe ndo makazi ya watu, hakuna nafasi ya watu kuingia kuswali. Watu wote waliomo ndani ni watu wa itikafu, misikiti imejaa, iwe hivyo. Lakini ni kinyume chake, kila Ramadhani inaposonga mbele ndipo wenye kufanya ibada wanavyopungua ndani ya misikiti. 10 la mwanzo wingi wake wa watu tofauti na 10 la pili. 10 la pili wingi wa watu wanaoswali na kuingia msikitini tofauti na 10 la tatu. Kwa maana watu wanaanza kwa hamasa kubwa, lakini mwisho 10 la mwisho unakuja kukuta waumini wale msikitini wanaoswali siku za kawaida ndio wale wapya wote walioingia kwa ajili ya Ramadhani 10 la mwisho wote wanatoka, hawapo tena. Wale ni watumwa wa Ramadhani wenye kuabudu mwezi wa Ramadhani. Hali ya kweli itakiwa 10 la mwisho ndio tufunge kambi misikitini, hakuna kutoka kwa ajili ya kutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Fa'ana Aisha, kutoka kwa Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sala na salamu ziwe juu yake, kana ya'takifu, alikuwa anakaa itikafu al-ashr al-awakhir, ndani ya 10 la mwisho min Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, hatta tawaffahu Allah, hadi alipomfisha yeye Allah. Mtume alikaa itikafu 10 la mwisho mpaka kufishwa yeye, kuchukuliwa roho yake na Allah tabaraka wa taala. Thumma atakafa azwajuhu min ba'di, kisha wakakaa itikafu wakeze mtume baada yake yeye kufa. Alipokufa yeye, wake zake wakaendeleza ibada ya itikafu. Masala ya kukaa itikafu tushayasoma katika darasa zilizopita. Nini maana ya itikafu, vinavyopendezeshwa ndani ya itikafu, vinavyobatilisha itikafu. Je, itikafu lazima msikitini kwa wanawake na kuwaje? Maelezo yalishapita huko nyuma, kwa hiyo hapa tutasonga mbele tu. Kisha akasema mtunzi, wa fil ashril awakhiri,
na kuna ndani ya 10 la mwisho min Ramadhan, la mwezi wa Ramadhan, wa fil 10 al-awakhir min Ramadhan, na kuna ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan kuna nini? Afdalu lailatin, usiku uliobora mno, usiku uliobora zaidi, wa hiya lailatul qadr, nao ni usiku wa lailatul qadr. Ndani ya 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ndani yake kuna usiku uliobora zaidi. Upi usiku huo? Wa hiya lailatul qadri, nao ni usiku wa lailatul qadri, ay maana yake adhimatu sharafi, usiku wenye utukufu mkubwa. Adhimatu sharafi, yani usiku ay lailatun adhimatu sharafi, usiku wenye utukufu ulio mkubwa zaidi kushinda miusiku yote. Wa min fadhailiha, na miongoni mwa fadhila zake usiku huo wa lailatul qadr, miongoni mwa mazuri yake na ubora wake, nukta ya kwanza nasema annaha, hakika usiku huo lailatun mubarakun, ni usiku wenye kubarikiwa, usiku wenye khairi nyingi, usiku wenye manufaa mengi. Ndio maana ya baraka, manufaa na khairi kuwa ni nyingi zenye kuthibiti katika usiku huo. Ndani yake lailatul qadri, lailatul mubaraka, usiku huo lailatul qadri ni usiku wenye kubarikiwa. Qala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Allah anasema katika suratul Dukhan aya 3 hadi aya 5, inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'ani, fi lailatin mubarakah, ndani ya usiku wenye kubarikiwa, usiku wenye khairi na manufaa mengi. Inna kunna mundhirin, hakika sisi tumekuwa ni wenye kuonya. Fiha, kuna ndani ya usiku huo, fiha, ndani ya usiku huo, yufraqu kullu amrin hakim, hupambanuliwa na kuandikwa kila jambo lenye kuhukumiwa. Fiha, ndani yake usiku huo wa lailatul qadri, usiku wenye kubarikiwa, yufraqu kullu amrin hakim, ay yufassalu wa yuktabu, hupambanuliwa na kuandikwa kila jambo lenye kuhukumiwa. Amran min indina, hali ya kuwa ni amri itokayo kwetu sisi. Inna kunna mursilin, hakika sisi tumekuwa ni wenye kutuma wajumbe. Hiyo ni kauli ya Allah. Al-Imam Ibn Kathir Abul Fida anasema alipokuwa akitafsiri aya hii, fiha yufraqu kullu amrin hakim, akasema ay muhkamun, hakim kwa maana muhkamun, jambo lenye kuhukumiwa, la yubaddalu wala yughayyar, halibadilishwi jambo hilo wala haligeuzwi. Likishahukumiwa ndani ya usiku huo wa lailatul qadr, usiku wenye baraka, basi hakuna atakayegeuza wala kubadilisha jambo hilo. Amran min indina inna kunna mursilin. Kisha akasema tena al-Imamu Ibn Kathir kwenye aya hiyo hiyo, anasema fi lailatul qadri yufassalu min al-lawhi al-mahfudh ila al-katabati amri sanati, ndani ya usiku wa lailatul qadr kuna pambanuliwa, hufanyika upambanuzi kutokea katika al-lawhi al-mahfudh, ubao wenye kuhifadhiwa huko mbinguni huko, ila al-katabati amri sana, hadi kuandikwa mambo ya mwaka mzima. Katika usiku huu wa lailatul qadr ambao lailatul mubaraka, yanaandikwa mambo na makadirio ya mwaka mzima kwa kila mwanadamu, kuanzia riziki zake, maisha yake, maneno yake, vitendo vyake vyote huandikwa mwaka mzima. Na uandikaji huo unachukuliwa katika al-lawhul mahfudh, huletwa katika uandishi wa siku hiyo. Kila ikifika lailatul qadr panaandikwa mambo yatakayojiri kwako wewe ndani ya mwaka mzima. Ukifika tena usiku huo, mwaka unofuata, yanaandikwa tena mambo yako ya mwaka mzima. Hayo mambo yachukuliwa wapi? Katika al-lawhul mahfudh, huko kwenye ubao uliohifadhiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kisha akasema mtunzi, fayuqaddiru Allahu fiha, basi anakadiria Allah ndani ya usiku huo, ma yakunu, kile kitakachotokea, fi sanati, ndani ya mwaka, min umurihi alhakima, katika mambo yake yenye kuhukumiwa. Alhakima kwa maana almahkuma, mambo yenye kuhukumiwa. Fayuqaddiru Allahu fiha, Allah hukadiria ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadr wenye kubarikiwa, ma yakunu, kile kitakachotokea, fi sanati, ndani ya mwaka mzima. Ndani ya mwaka nini kitatokea kwa fulani, yote anaandikwa katika usiku huu wa Lailatul Qadr, min umurihi alhakima, katika mambo yake yenye kuhukumiwa. Akaika nukta ya pili kuhusu Lailatul Qadr, akasema annaha, hakika usiku huo wa Lailatul Qadr khairun min alfi shahrin, ni bora mno kushinda miezi 1000. Qala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, Lailatul Qadr khairun min alfi shahrin, usiku wa Lailatul Qadr ni bora zaidi, ni bora mno kushinda miezi 1000. Ai, maana yake anna liibadata, hakika ibada, fiha, ndani ya usiku huo, afdalu, ibada ni bora zaidi, min ibadati 83 sanatan wa 4 ashhurin, kushinda ibada 83 sana za miaka 83 wa 4 ashhurin, na miezi 4 juu. Yule atakayefanikiwa akaafikishwa na Allah kuudiriki usiku wa Lailatul Qadr na akafanya ibada ndani ya usiku huo, ibada zake kiujira ni bora zaidi kushinda ibada za mtu aliyefanya miaka 83 na miezi 4, miaka ambayo ndani yake hakuna Lailatul Qadr, miezi ya kawaida tu. Miezi 1000 ni sawa na umri wa mtu miaka 83 na miezi 4. Kama umediriki usiku wa Lailatul Qadr, ubora wake basi ni sawa na miezi 1000. Miezi 1000 sawa na miaka 83 na miezi 4. Unaandikiwa ujira wewe sawa na mtu ambaye amefanya ibada miaka 83 na miezi 4, mtu ambaye hakuipata Lailatul Qadr. Lakini kwa ni malipo makubwa sana, ni umri wa mtu miaka 83, unaandikiwa ujira wa miaka hiyo kwa kuupata usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr. Kisha akasema anna almalaika, hakika malaika,